Naam. Uko sawa sawa? Niko vizuri, niko fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka njema na afya ya kutosha. Jabiri, umeionaje performance ambayo umecheza pale mkoani Tabora dhidi ya Kendodi kushinda mabao 5-0? Huu unatoa ujumbe kuelekea katika mchezo ambao unafuatia dhidi ya wanasimba Gorokundi. Maandalizi ni yapi kuhakikisha kuwa unamaliza msimu salama ikiwa bado mnagombea mchezo wa dabi ya Kariakoo? Mimi binafsi niseme performance ambayo nimeiona juzi ambao wamecheza ni performance nzuri, na Simba haijawahi kuwa na performance mbaya. Sikubwa tu ni kwamba mwalimu anajua anachokifanya. Sababu mwalimu wa Simba ni mwalimu ambaye katika walimu wote ndani ya Afrika hii nadhani anaweza akawa hata namba 5 au namba 4 kwa kujua jinsi gani mchezaji kaamka hivi na kaamka hivi ya mchezaji. Ndio maana juzi umeona katika mbao ndefu namuona Ngoma katulia, sio maana yake kagoma dakika zake 35 katoka. Kwa ni mwalimu ambaye anajua kabisa wachezaji waliokuwa nao ni wachezaji wa aina gani na niwatumie vipi. Ndio maana unaona tunaenjoy soka na tunaenjoy na tunaendelea kufanyaje kutafuta pointi za kuweza kufukuzana na mpinzani wetu ambaye yuko mbele yetu. Kwa maana ya ngapi? Ina maana yake ndio hiyo. Hamchezi mchezo wa dabi. Hiyo ikiwa hamchezi hiyo umetangaza wewe sasa. Si ndio maana yake viongozi wa Simba wamekwambia wacheze. Wanasema mchezo wa Kagera ndio mchezo wa mwisho. Kuna mchezo wa tarehe 25. Mtangazaji kwa umri wako wewe. Wataalamu wanasema hivi, maneno ya kuambiwa changanya. Kwa sababu yeye katamka vile. Na yeye kazi yake ni kutamka vile. Sasa na yeye changanua mwenyewe. Je, ni kweli tuchezi? Kwani kazi yetu Simba nini? Kwa hiyo mnacheza. Kwa mujibu wa viongozi. Kwa mujibu wa mpira wa miguu. Mimi binafsi nataka tucheze. Mimi binafsi nataka tucheze, lakini viongozi wa kusema atupeleke timu na haichezeshi, mimi nitaunga mkono kwa sababu ni wao ndio wameamua kushikilia nini? Mpini mimi nimeshikilia makali. Lakini jana wamesema ya kwamba mechi dhidi ya Kagera ndio mchezo wa mwisho. Sasa hicho Kiswahili kwa sababu Tanzania unajua mpira wetu kwanza ni walizaa. Mpira wetu na mipango. Ndio maana kauli zinakuwa ni nyingi. Hii neno hatuchezi sasa. Liurudishe katika taswira. Hatuchezi nini? Au neno ambalo ni mchezo wetu wa mwisho. Mchezo wetu wa mwisho inawezekana ugenini. Kwamba inaofuata nini? Inaofuata ni wapi? Ni ugenini au ni nyumbani? Kwa hiyo lazima hii kauli uichanganue, usikupuke tu kuifanyaje? Kuitolea taswira kwamba ni kweli kwamba hatupeki timu. Hapana. Mimi binafsi wasemaji wa nchi hii, viongozi wa nchi wa mpira miguu wanakuaga na mabano sana na wanakuaga na mambo ya siasa. Kwa hiyo wanapotamka mimi lazima niangalie katika kichwa changu, je, matamshi haya kama Ahmed Ally jana angemaliza atupeleki timu na hatuchezi na mchezo wetu na Kagera ndio wa mwisho wa ligi kuu ya Tanzania bara, angemaliza maneno vile, mimi kidogo ningekuwa na taswira ya kuzungumza hapa na mimi nikaunga mkono kwamba atufanyaje. Lakini ile kauli ina mabano. Sasa ile mabano kwa wasemaji na waandishi wa habari nyie mnakuaga mnataitisha watu katika mabano, kauli za watu. Alafu nyie wenyewe mnakuja kuziacha pembeni, mnawapa watu wastafizini. Sasa mnapotaka kuwahoji watu, kwanza washaurini kwanza au waambieni wanajua kanuni au wasomeni kanuni. Je, Simba asipoingia uwanjani tarehe 25 kwa mujibu wa kanuni kitakachofuata ni kipi? Ni 1, 2, 3. Sasa kama uvijui vitu 1, 2, 3, ukishabikia tu kwamba hatuchezi kweli, wasiingize timu kweli, hii hasa likitokea hapa baadaye utakuja kurudi tena kwa uongozi kulaumu. Umeona sasa tumeshuka daraja, umeona sasa pointi 15 zimeondoka, tungecheza mechi hata tukafungwa na Yanga ingekwaje? Kwa hiyo tusianze kutoa maoni ya kumaliza maneno kabla hatujasoma kanuni zinasemaje kwa timu ambayo haijaingiza mchezo, kwa sababu kuna timu ambayo haijapeleka mechi kabisa na kuna timu ambayo imepata injury njiani. Umeelewa? Watu wana kanuni zao na vipengele vyao. Unaona ni kwamba mtakuwa sawa iwapo msipoleta timu tarehe 25. Mimi siamini. Kwa mpira wa Tanzania kama tutakuwa sawa, tutakuwa na mushkeli nyingi sana tusipopeleka timu tarehe 25. Tutakuwa na changamoto nyingi sana. Kama wana Simba tunashawishi timu yetu isiende na viongozi kwa hajapeleka. Tujiandae basi. Kwa hii mshike ambayo tutapata mtaani na kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa mimi lakini FIFA Tanzania hawana shida na sisi. Yaani sisi mpira wetu haufungiwi na FIFA, mtu asikudanganye. FIFA wanakuja tu kisiasa. Lini rais wa FIFA amekuja TFF? Toka uanze kujua mpira. Lini rais wa FIFA anakuja TFF? Kwa nini rais wa FIFA anakuja anaenda Ikulu? Kwa nini aje? Wanakuja kinini? Rais wa FIFA akitoa Tanzania anaenda Ikulu, haendi TFF. Kwa sababu mpira wetu FIFA haujui kwa asilimia hizo ambazo sisi tunataka tunafungiwa. Na ndio maana kila anazungumza hapa kwa media anakuambia tutakuwa sawa na Kenya. Kenya mpira wao serikali imeuachia kwa asilimia 95 unaitegemea. Tanzania mpira uko serikalini kwa asilimia 95. Asilimia 5 tu ndio imeuachia. Kwa maana rais wa FIFA akija anakwenda Ikulu. Kwa sababu anaenda kumshauri rais wa nchi hiyo. Je, muda wako wa kuuachia mpira hujafika? Kwa nini usiuachie mpira ukitegemea? Wanaenda kushauriana na rais. Lakini ingekuwa mpira ungeachiwa na serikali, si ndio maana yake? Ina maana rais wa FIFA angeenda TFF ndio anapelekwa wapi? Ikulu kwa ajili ya kuangalia
wigo wa michezo. Sasa wasiojua wengi wanajua mpira wetu ni kazi rasmi. Ndio maana wengi tunashupalia kwamba Simba agome, tuone hawa wadibishwe, tuone waumizwe. Hapana, mpira wetu uko katika mipango. Wao ukijua kuna baadhi ya vitu Simba, si ndio maana vimetufanyaje? Vimetuweka katika njia panda ya mpira huu. Na kuna baadhi ya vitu tumefanyaje? Tumevikosea. Kwa hiyo na maana wakati tumevikosea, mfano, si ndio maana kipengele cha kusema kwamba kwa sababu sijafanya mazoezi, siwezi nikacheza nini? Nikacheza mechi. Si ndio maana ni kipengele kidogo sana ambacho kinatakiwa timu kama ina busara iende, si ndio maana lakini kwa sababu Simba walikuwa na jambo lao, si ndio maana au tulikuwa tuna jambo letu, tukaamua tufanyeje ile mechi ifujike. Mwisho wa siku tunaanza kuchukua simu, kuna kiongozi mmoja kigogo kapiga simu moja. Hasa kigogo nani? Hizi ni siasa za mpira wa miguu wa Tanzania. Mimi ninachoiomba serikali iuachie mpira ujitegemee, ili ama uzauza Simba na Yanga wasialete, kwa sababu mimi ni shabiki wa 12, ni mchezaji wa 12, si ndio maana tayari serikali hainitambui mimi kama shabiki wa mchezaji wa 12 katika mpira. Serikali ya Tanzania inanitambua mimi kama shabiki wa kupiga kura na kuchagua viongozi, rais, mbunge na diwani. Kwenye mpira hainitambui. Kama ingekuwa inanitambua kwenye mpira, baada ya kuahirisha mechi tarehe 8, wangeniambia bwana, haki yako ya mshabiki, umetoa hela zako, utaifanya hivi, haki yako ni hii. Lakini mpaka leo tarehe 8 iliyopita mwaka juzi, hela yangu imeliwa na serikali. Tarehe 8 iliyopita mwaka huu, hela yangu imeliwa na serikali. Na juzi tena serikali ikanichonganisha Simba tena wakala hela yangu katika mechi ya finali ya Marekani na nani? Na Simba, baada ya kumsikia waziri mwenye zamana ya michezo Kaimu Mwinjuma akasema hivi tena bungeni, iwe jua iwe mvua, mechi iko Benjamin kwa Mkapa. Na mimi nikaenda kununua tiketi, lakini bila yeye kuongea nisingeenda kununua tiketi. Kwa hiyo serikali imetahidi kunilinda mimi na mali zangu. Sasa inakuwaje mali zangu tena zimetowekwa, zimeibiwa? Alafu serikali hainiambia sasa zile mali zako ulizotoa kwa kauli yetu utazipata 1 2 3. Wananiambia tu dabi tarehe 25. Naendaje? Na ndio maana mimi katika mazungumzo yangu mengi nasemaga kama ingewezekana washabiki wa Simba na Yanga, hata kama Simba na Yanga watacheza tarehe 25, tusiingie uwanjani, wacheze peke yao ili watusamini sisi washabiki. Baadaye tuwape fundisho, yani wakacheze, lakini washabiki wa Simba tukae geti A. Tunazuia wenzetu wasiingie. Washabiki wa Simba wa Yanga kae geti B. Wazuie washabiki wa Yanga wasiingie. Simba na Yanga mpira unaanza kwenyewe tu kwenye uwanja. Waone thamani ya mashabiki. Huko ni kukomboa mpira. Tukimaliza pale, baada ya Simba na Yanga kumaliza, tunarudi tunaimba mpira wetu. Tunaomba serikali muongeze asilimia za kuuachia ujitegemee ili asitokee mauzauza. Sababu unajua kaka, katika mpira wa miguu kuna watu wanaingia mazima. Acha mimi na wewe, hauna mwingine ambaye anajua. Kuna wengine anaingia mazima, akiambia Simba inacheza haelewi. Yuko wazi wanayo asile maharage, anunue tiketi aende akaangalia nani? Simba. Sasa huyu nani anamsimamia, nani anamlingania? Maana yake serikali inataka imlinganie huyu ambaye anaingia kichwa. Na ndio maana katika nchi pekee mpaka leo utapeli wa kuuziana friji kwa shilingi 1000 bado upo. Uwezo ukaenda South Africa ukakuta kamari kama zile zinaweka zati, unaambiwa friji weka 1000 hapa, friji hapa unakula. Wewe umeona wapi? Kamari ya makokolo. South Africa haki Tanzania ndio bado ipo, kwa sababu nchi hii na Tanzania hii wageni wanaingia hususan Dar es Salaam. Ndio basi zile kamari za ajabu ajabu wazifanyaje? Una kamari unaiona haina hata vision. Yaani kamari haina hata mpangilio wote, ukuta mtu amesimama eti anaisikiliza anaiangalia. Ukimwangalia huyu mtu, hii kamari anaijua. Lakini tambua ya kwamba wanasema dabi ya mama haina kipengele. Ninyi mnaonesha msimamo ni kama kuna dalili fulani hivi mnataka kuingia mitini. Sasa maandishi usinichonganishe. Mama gani? Labda nikuulize. Mama gani? Maana na nyinyi ndio mnatuwekea maneno kama haya, sisi tuingie kwa 18 neno. Wewe umeita mama kama mama yako mzazi? Ndicho ambacho wananchi. Niambie mama gani sasa ili na mimi niweze kuunga mkono hiyo mama aliongea. Sababu kuna mama mzazi hapa na kuna mama mlezi. Mama gani? Mama yetu mheshimiwa. Nani? Mama yetu mheshimiwa. Mheshimiwa nani? Rais Samia Suluhu. Sasa hapo sawa. Kama una uhakika kwamba kaongea, katoa kauli. Mimi sina uhakika. Kama una uhakika mwandishi kwamba kaongea kauli, basi kaingilia nini? Kaingilia michezo kama una uhakika wewe. Sababu sijamuona akiongea. Mimi nimeona bodi ya ligi imetangaza tarehe ya mechi. Ndio maana tambua baada ya Young Africans kutoka na kusema dabi haina kipengele tarehe 25. Imeonekana picha ya mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na viongozi wa pande zote mbili. Umewaona tu, lakini sauti yake hujaisikia. Mimi nimesikia sauti ya TFF kupitia bodi ya ligi. Wakatangaza mechi tarehe 25. Ndio hao nimewasikia mimi. Kwa hiyo kama umemsikia Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi, mama yetu mpendwa, amesababisha mpaka uhuru wa habari sasa hivi mtaani tunaongea sisi, tunakula mara moja, tunaongea na vyombo vya habari. Kuna marais wengi wamepita hapa, mlikuwa mji mtaani kutuhoji. Lakini Mama Samia Suluhu Hassan baada ya kuingia madarakani tu akatoa uhuru wa habari. Sasa hivi unaona media kama mimi naongea nayo. Si ndio maana yake? Ambaye mimi nakula mara moja kwa siku, ninapata kuongea na chombo cha habari kama hichi. Japokuwa nina maoni yangu. Kwa hiyo ni mama ambaye
katika vitu ambavyo unaviongelea wewe. Kama kaongelea basi kakosea, kaingilia michezo, lakini mimi kwa sababu sijamsikia bado mimi bado naendelea kuheshimu. Kaingilia michezo basi FIFA wako hapa kwa ajili ya uchunguzi. Tunarudi pale pale ya kwamba kuna nini ambacho kitaendelea itakapotimia miezi miwili kama ambavyo imeelezwa. Hebu nenda na hii kwangu kwa sababu kiangalia kwanza kwa umri wangu na wewe bado wewe ni bwana mdogo sana. Soma mpira Tanzania, FIFA hauingilii. FIFA inaanza kushauriana na serikali ya Tanzania. Kwa hiyo serikali ya Tanzania ndio inaweza kuwa na hasira ikatangaza kesho hamna mpira. Yaani serikali ya Tanzania ina uwezo wa kuamka kesho ikasema michezo Tanzania hatutaki. Jabili kuelekea katika sio FIFA. Kuelekea katika michezo miwili ambazo imesalia, kwa maana ya kwamba siku ya hapo kesho na tarehe 25. Ninyi kama mashabiki na wanachama mmejiandaa vipi kwa ajili ya kuhakikisha kuwa mnaomaliza msimu vizuri? Mimi binafsi kama shabiki na mwanachama wa tawi la Simba mpira na maendeleo kazi. Mimi ninachojiandaa nacho ni kwenda kwenye pichi kuangalia mpira uchezwe. Mimi binafsi kesho na tarehe 25. Mimi binafsi ninachojiandaa, viongozi wakipeleka timu, viongozi wakiniambia njoo hapa na timu inacheza, mimi kazi yangu si kuangalia na kushabikia na kuongeza kipato kwa klabu yangu. Misimu mitatu na ukame wa mataji kwenye viunga vya Msimbazi, tunazungumzia kombe la ligi kuu NBC. Msimu huu mmejiandaa vipi kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kuwa mnalibakisha taji hili ikiwa mmefungamana kwa alama? Wananchi anaongoza dhidi yenu kwa alama moja. Kwani Yanga kashachukua mara 4 mfululizo? Paka na mimi nikachukua. Paka Yanga achukue mara 4 mfululizo ndio itakuwa zamu yangu. Wewe kombe lake. Sasa ni la nani? Kwa zengezenge kama hili ni la nani? Ni la Yanga. Wana Simba waondoe matumaini ya kikombe msimu. 100% kwa sababu hajachukua mara 4. Simba amechukua mara 4 na Yanga naye achukua mara. Mpira wetu kivyetu. Sisi tunamwachia. Ni kanuni za kisiasa zinaipa Yanga ubingwa na kanuni za kisiasa zimeipa Simba ubingwa mara 4. Kwa hiyo ndio maana tunayavuna haya tunayaona. Unajua tunajisaulisha tu baadhi ya washabiki wa mpira miguu. Si ndio maana yake? Simba akati anachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Kuna refari alifungiwa anaitwa Lesasi. Sababu yeye alikuwa anatembea na Simba kila mechi. Akafungiwa mwaka mzima naye. Yanga naye kuna refari Kayoko naye. Yanga akachukua mara 3 mfululizo ni mara 4. Kayoko naye akafungiwa mwaka mzima. Kwa hiyo ndio tunavyoenda. Lakini kwa sababu gani? Hawa marefari wote watoka serikalini. Wale refari wote watoka katika kazi za rasmi za serikali. Mfano Zile Likomba. Umeona? Ni lazimeni. Ni mwanasheria wa serikali, ni askari polisi, ni mwenyekiti wa jumuiya kanisani, ana kazi 4, ana familia kazi 5 mtu mmoja. Atakuwa na mawazo anapeleka wapi? Akaenda kuchezesha mechi lazima haribu. Na kamati ya waamuzi ya TFF, mimi kidogo namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko karibu kidogo na jengo la TFF pale. Kamati ya waamuzi ya jengo la TFF inapomwamrisha muamuzi akachezeshe, inawakalisha chini kama hivi, inawaambia sikilizeni. Nani mwenye nauli akwenda Kigoma kaishe mechi? Alafu hela yake tutamrudishia baadaye. Yaani wewe sasa kwa sababu nishafaika sasa gani mshangu umeingia na nauli, naenda kuchezesha mechi. Mimi ambaye sasa nategemea unilipe ndio nikachezeshe. Sipati mechi ya kuchezesha kwa sababu sina nini? Sina cash. Hivyo ndio ninavyokuambia ndio anavyofanyiwa. Wewe kama una hela nenda kachezeshe Kigoma. Sasa utaika kashachukua mshahara wake serikalini. Kashachukua hela yake kwenye kanisani ya mwenyekiti. Anasafiri anaenda. Yule ambaye anatamia anaambia subiria mpaka itakapo mechi za hapa ndio utaenda kufanya kuchezesha. Lakini yote kwa sababu gani? Katiba ya nchi ndio inaubaka mpira wa Tanzania. Na katiba ya nchi ndio imeubaka mpira wa miguu wa Tanzania kwa kuunganisha na baadhi ya michezo mingineo, mchezo wa bao, mchezo wa netiboli, mchezo wa walede, yote imeunganishwa kwa michezo nini? Wakati wenzetu wote walioendelea katika nchi zote zilizoendelea, katika nchi zote ambazo zinathamini mpira unajitegemea, mpira ni kazi rasmi. Chama cha mpira kinajitegemea. Chama cha mpira cha Kenya kinajitegemea, ndio maana unaona ile kashfa ya rushwa ya goalkeeper na nini, watu wakaamua kutulizwa kwanza kafungiwa kwa sababu FIFA inawasoma kila saa. Sisi FIFA hatusomi. Anakuja hapa kuchukua tu baadhi ya vitu ambavyo anavihitaji, wanaondoka. Hivi unaweza kusikia viongozi wa FIFA wamekuja hapa, akikupa amekuja kuchukua madini. Waondoke nayo. Yaani wana style nyingi ya kuja kuchukua mali zetu Tanzania, wanazitumia wenzetu walioendelea. Jabili una madini sana na imani sio mimi tu, hata ambao wanakufuatilia hivi sasa wameenjoy dhidi ya kile ambacho umekizungumza. Mimi nichukue wasaa huu kukushukuru na kukutakia siku njema. Asante sana bali tu niwaambie washabiki wa Simba na Yanga, tuacheni ushamba. Tuwagomee Simba na Yanga kwenda uwanjani kwenda kuangalia ili watuthamini baadaye. FIFA ananithamini mimi. Wewe kwa nini mwana Yanga na wewe Simba viongozi wa Simba usinithamini mimi? Kazi yako kuniita. Unachoniitia uniambie. Njoo mechi ya mwisho. Ikiwa sio mechi ya mwisho, inakula kwa nani? Inakula kwako. Umeona balaa hilo? Nimechoka kuibiwa na viongozi wa Simba na Yanga kwenye huu mpira. Mimi mpira nimeupenda mwenyewe, sijalazimishwa. Kwa kama mpira naupenda, basi tuende nao hivyo ilivyo. Alafu nchi zote ambao mpira wake serikali akiushikilia na wewe nendeni style hiyo hiyo. Kwa hiyo sisi tumeombwa. Si ndio maana yake? TFF ametutama. Twende tukacheze mpira. Sisi TFF ametutama. Na inawezekana kwa tetesi ambazo za chini. Kalia naye kuna watu wengine wanajua anashinda kuelewa hapa. Jamani, tuwe tunasoma vivyo vya habari na tuwe tunafuatilia baadhi ya social media kama hizi. Ni jambo jema. Naweza nikakupa kitu mimi hata kama ukanidharau lakini kakusaidia. Paka leo Kalia hajachukua fomu brother. Paka leo ninakwambia, aliochukua fomu kupitia Alimayai.
kupitia Mlikemba, ni Alimaye kupitia Mlikemba kaenda kuchukua. Tumemuona Kalia, umemuona hapa anachukua fomu. Bado kuna kitu kinamnyevua kidogo. Inawezekana kwa sababu ujue Yanga ni nchi. Yanga ni moja ya chombo cha kutetea tafuta uhuru wa nchi hii. Kwa hiyo kuna vitu wakivitaka Yanga, usilazimisha na wewe Simba uvitake. Sababu wenzako hawa ni wanakandamizaji wa mpira wa miguu wa Tanzania, Yanga Afrika. Wanakandamizaji wa mpira wa miguu, Simba ni wanakombozi wa mpira wa miguu wa Tanzania. Ndio maana nembo ya Simba inaruhusiwa marekebisho, nembo ya Yanga inaruhusiwa marekebisho. Mwaka 77 namalizia hili. Mwaka 77 Chama cha Mapinduzi kinaanza, CCM. Mzee Nyerere marehemu kipindi hicho ni rais, aliwafuata Yanga akamwambia Yanga, kwa sababu tayari Chama cha Mapinduzi kinatakiwa kitumie rangi ya njano na kijani. Sasa nyie Yanga na washauri, tafuteni rangi nyingine yote, hii kijano na njano iacheni CCM. Viongozi wa Yanga wasisi wakanyanyuka akamwambia sikiliza Nyerere, wakati ni rais. Alafu hapa mkisema rais akiongea na sheria. Angalia rais alichofanywa na Yanga. Nyerere. Viongozi wa Yanga wakanyanyuka wakasema sikiliza Nyerere. Chagua mawili. Kati ya Yanga na CCM, ipi ya kwanza kutumia rangi hii? Nyerere akajibu ni CCM. Ni nani? Ni Yanga. Akamwambia sasa chagua mawili. Tutumie wote rangi moja au nyie CCM mbadilishe rangi, lakini sio Yanga Afrika. Na atakaye kuja kutulazimisha tunampiga ngumi. Ndio maana nembo Yanga ina ngumi pale. Iangalie vizuri. Bwana huyo ni Jabiri. Si mimi tu na imani hata wewe umefurahi juu ambacho umekisikia. Amefurahisha watu. Mimi nikwambie tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare juu ya mwendelezo wa taarifa zetu mbalimbali. Sina la ziada, la kujina ni Jiva Osman, operator ambaye nilikuwa nikiongoza jarida hili ama habari hii kwa ujumla. Sina la ziada na bye bye, naweka nukta mpaka wakati